wanaanzia hapa. Wameshagundua kwamba huyu wanamuita Kim Yonchali ndo the Reaper. Kitu cha kwanza aligundua, alijuaje kwamba mke wake amevunjwa vidole na pete kachukuliwa? Kwa maelezo aliyetoa awali, na maelezo ni speech ambayo alizungumza siku moja alipokuwa hospitali. Cha kwanza hicho, kwamba alipomuua mkewe akaamua kujiumiza na yeye, akajitoboa visu vingi. Kang anajaribu kutoa na ufafanuzi wake na ufahamu. Asingelifahamu kwamba mkewe amevunjika vidole katika hali ilikuwa. Wewe umepigwa visu vingi, ile yako imebeba hapo chini. Ungejua saa ngapi mtu kavunjwa vidole? Usingejua. Ina maana yeye ndo alimvunja mkewe vidole baada ya kumpiga visu vingi na kumuua. Akamvunja vidole akachukua pete. Huyo hapo. Sababu ya kumuua mke wake ni kwa sababu mke wake alimsaliti. Na alimpenda sana mkewe kama alivyokuwa akimpenda mama yake mzazi. Maana mama yake alikuwa akiteswa na baba, naye alikuwa anapigwa na baba. Kwa hivyo kitendo kile alichokifanya mkewe basi ilikuwa ni moja kati ya sehemu ya kulipiza kisasi. Kwa ni mtu ambaye ni shoti, sababu ya kufanya yote ni alikusha athiriwa. Na aliathirika psychology toka alipokuwa mdogo. Ndio maana alikuwa anapenda kuzungumza na neno fulani kwamba mmenifanya wa bahati mbaya, lakini naye furaha. Ila kupitia njia hii ndio njia yangu kulipiza kisasi kwa wazazi wangu leo nisababisha mimi kuwa hivi nilivyo. Ile point inafahamika sasa leo. Ndiye alimua afisa ule wa polisi na akajitambulisha dhahiri sura yake. Na akaoa watu wengi sana. Mpaka sasa Reaper ameshahusika na watu 23. Na sasa wawili tena wamekamatwa, bibi na mjukuu wake. Ina maana kama atawaua hao watakuwa tayari watu 25. Yeye ndo alikuwa amemteka mtu anamuita So Jingwan baada ya kujua kwamba polisi walishamuhisi ndio yeye. Sasa kataka wadhibitishie polisi, yani awatengenezee mazingira polisi kuamini kwamba So Jingwan ndo the Reaper. Na akamfanya So Jingwan akiri. Okay, anamaliza sasa na wapo ukweli huo. Yani baada sasa kujua wamesha mbaini. Anaambia nafikiri itakuwa ni mbaya konu. Lakini video wakati na plays inamaanisha kwamba mmekwisha kuingia katika mtego wangu. Tayari bibi na mjukuu wako pale ambao ni familia bwana So Jingwan ambaye alifosiwa kubali kwamba ni Reaper ili familia ipate kwa salama. Sasa polisi wameshagundua ukweli. Hivyo bwana anasema maisha ya familia hii yapo mikononi mwenu. Nini mtakachokifanya? Mtakuja kwa kombo? Yani wasiamini ndio ule vidonge anatetemeka hivi. Kumbe ni shida. Na ni kweli anatumiaga vidonge. Jamaa wangu anataka kwenda kamba usiende. Naomba mpuuze anafanya hivi kwa ajili yangu. Anafanya hivi kwa ajili yangu? Kamba ni mtego. Usiende. 팀장님. Meja King. Hii video ilirekodiwa masaa 12 yaliyopita. Kwa hata ukienda sasa hivi ili tukio tunaloliona limekwisha tokea. Ni bure. Sasa anaonyesha anachokwenda kukifanya. Familia yote hii anakwenda kuiteketeza. Alirusha mzee, alipiga visu ule bibi na mjukuu. Choma. Yani mtu ambaye ni wa ajabu. Kichaa. Basi yule bibi na mjukuu wake walikufa. So Jingwan akampata hasara. Muda so muda wakatumia sasa picha za kwao walivyokuwa wakikaa vikao nini matukio mbalimbali. Wewe mstopisha hii hapa. Wakatumiwa na picha ya bodyguard ambaye ndo ampewa kazi ya kulinda familia bwana Kang, na yeye ndo aliwahamisha. Na alimwahidi Kang kwamba nitailinda familia yako kama ninavyoilinda familia yangu. Bwana akapata wasiwasi, wewe pengine familia iko mahali pabaya. Anataka kujua, alimtumia message, naomba uniambie uliko kwa sababu Reaper tumeshamjua kwa usalama familia yangu, nataka kujua uliko. Nipe location. Wakati ule Kang anachomoka maana anajua sasa hii inaweza kuwa hatari kwa familia yake. Haraka sasa kuisaidia familia yake maana ameshamjua Reaper ni nani, anataka kujua yule bodyguard aliko. Yule alipewa kazi kuiangalia familia yake.
Chap. Polisi wako fresh hawa mzee. National Criminal Investigation. Hello. Anafika wali familia yake ilipaswa kuwa. Wasikini ya Mungu anamkuta ule bodyguard hali yake ni mbaya. Anasema muda si mrefu jamaa alikuwa hapa. Samani manager Kang. Samani sana. Sasa manager ananiambia tu mwanangu hanguli na mke wangu familia yangu iko salama. Kama uko kwenye hii familia yangu iko salama. Sasa anatoa hadithi kwamba hiyo saa alikuja, aliotewa sasa na huyu jamaa. Kamkata vizingiti vya miguu. Piga risasi ya mguu. Kamtoboa. Kwa hiyo mwenyewe hata familia kuikuta. Kumkuta mke wa jamaa wala la. Ila sikumwambia mahali walikuelekea, ingawa nilikuwa najua pengine mama alikuwa ametoka, lakini sikusema. Ingawa alikuwa anahitaji kujua familia yako iliko. Kwa hiyo huyu the Reaper alikuwa anataka kujua familia bwana Kang. Pamoja na yote hakufanikiwa. Sasa kama mimi nataka ufe kwa maumivu makali sana, akamrarua, akamkata mshipa fulani kwenye mkono, akamwacha damu zimtoke mpaka atakapokufa. Pia kamkata kidole makusudi. Reaper ni nyamera la kufa, mtu anaua kimateso sana. Sasa alimwachia jamaa maumivu makali. Ibidi muingize kwenye gari haraka umpeleke hospitali kama anaweza kuokoa maisha yake. Wakati bado kuna mambo mengi natamani endelee kusema kwa ajili ya kuinus paka sasa hivi julikani familia ya Kang itakuwa katika wakati gani. Akambe manager Kang, na jambo lingine nataka nikwambie. Na jambo lingine nataka niseme kwako la msingi. Anasema wakati ule alitafuta namba ya simu ya mke wako kwenye simu yangu wakati nikiwa pale chini. Ada kunitoboa na kunipiga. Na akapiga simu hii. 여보세요? Hello? 서희원 씨? Sinuo? Mara kwanza ilipiga akawa amekosea, samahani, wrong number so wewe. Kuna namba kadhaa. 여보세요? Alipopiga ya pili, 서희원. 네, 저예요. kama ndio ni mimi, kuna shida gani? Sasa akatumia simu ya askari kumpigia simu. Nyamaza. Akamziba mdomo, takupiga. 안 놀라 계셔. Anaba samani kukueleza haya. 소속 장진원이라고 합니다. 지금 문제가 좀 생겼습니다. Tatizo limetokea kubwa. Mimi nilikuwa askari kukulinda hapa. 뭐라고요? 그게 무슨 말이에요? 그리고 사모님. Anasema anavyozungumza nayo sasa hivi, yule askari alipewa kazi ya kukulinda amesha kufa. Tumevamiwa ghafla, amekufa. Na mimi ni askari mpya, nilipewa kazi pia kuendelea kuweka salama. Kwa sasa hivi hata mume wako pia naye Kang amekufa vile vile. Mama kashtuka. 저랑 통화가 끝나면 그 누구 Kwa hiyo simu inapokupigia, ukishamaliza kupokea simu, toa line tupa. Balisha simu kabisa. Alafu tafute line mpya. Unitafute kwa line hiyo, nikupe maelekezo namna ya kuwa salama ili usije kufa kama alivyokufa mmeo. Maana mume wako umekwisha kufa na ule bodyguard ambaye alipewa kazi ya kuangalia naye amekwisha kufa. Mimi ndo bodyguard mpya ambaye nataka ukisha kwa maisha yako unakuwa salama, usiwawe na huyu muuaji Reaper. Konta kuona, tafuta namba mpya hiyo tupa kabisa. Kwa walichokifanya ndio hicho, naomba sasa kumpata mkeo ni shule, maana sasa hivi tayari mkeo wako chini ya Reaper. Anafuata mwongozo wa Reaper, akijua Reaper ni askari, kumbe ni muuaji. No, Kang na shule pevu. Jamaa anamaliza kutoa taarifa hizi pale anakata moto mzee. 사모님 핸드폰 위치 추적도 불가능하고 이제 어쩌죠? 어떻게든 방법을 찾아봐야죠. Sasa nini cha kufanya? 확실히 요원 핸드폰으로 Jamaa akawapa taarifa, jamani fuatilie kama mnaweza mkapata simu huyo mtu anamuita 바로 핸드폰. Kim Yanchuli, kwa sababu Kim Yanchuli kwa sasa hivi si walikuwa na namba zake unajua toka mwanzo. Kim Yanchuli amemdanganya mke wangu, amepoteza, ametupa line. Kwa siwezi kumpata mke wangu kwenye line awali. Kwa sijajua namba mpya mke wangu ni ipi. Kwa hivyo mfuatilieni Kang Yanchuli, akimpigia mtu wote simu tumtrack ili tuweze kujua anayeongea naye ni nani, mpaka atakapowasiliana na mke wangu naweza kujua mke wangu utampataje. 지금 사모님은 김영철을 믿고 있습니다. Okay, ikawa hivyo sasa.
Wanasubiri sasa Kimyanchuli akipiga, Kimyanchuli atapiga simu saa ngapi? Polisi wako fresh, wamesha track zile network zote. Akipiga tu simu wameshajua, ni rahisi kujua anaongea na nani na huyo mtu atakuwa wapi. Subiri, nimempata. Inaonekana ana search hapa, simu inapigwa. Kuna mtu anampigia simu. Subirini kidogo. 아직 서울이에요. Na anaonekana yuko Seoul. Yaani mjini Seoul bado. Mzee akawasha gari. 팀장. Hello, Tim Kang. Kang hawezi kusubiri. Familia itadhurika, najua ni shida. Aliposikia ni Seoul, moja kwa moja akaamua elekee Seoul. 있어. Lakini kume huyo bwana Kimyanchuli akampigia moja kwa moja Kang kwa makao makuu, anaona mawasiliano ya Kang na kile kitu anachokiongea unasikia, wanajibishana. Ambaye vipi wewe? 걱정 마. Anaba usiogope. 전부 Nimewaweka salama tena kwa ukamilifu wote. 재미가 없나? Sitapenda nikuboe. Polisi wanasikia na wana rekodi. 아이씨, 너무 조용하니. Unakuwa kimya, sizungumza. 내가 알기로는 강기영은 좌절 같은. Sio mbali sana kama jinsi unavyofikiri. 아닌가? Na unakosa kamba na kuambia hivi. 전하, 넌 Unachokizungumza ujui. 예측 가능한 놈이거든. Hata kama unafikiri ugumu wa namna gani. Sidhani kama unaweza fanikisha unachokisema. Jamaa akacheka sana. 그래야지. 그러니까 좀 강기영 같으네. 사실 Yaani mnazungumza kama vile sio ile Kang Kong naye kufahamu. Ndo mimi. 이거 대단히 실망인데. Okay, sasa unatakaje? 물론 넌 지금 날 참. Amba nakuomba tafadhali familia yangu inusuru. 내가 수준 낮게 쏘나버리는 하수다. Inabidi Kang naye ashuke kidogo, maana anajua kicheza tu vibaya hapa 보였어. mke na mtoto watakufa. 그래서 Inabidi anyenyekee. Naomba tafadhali. 어머니가 죽고 그때부터 Najua unafanya hivyo kwa sababu ya mama yako alikufa, baba yako. 인 거야. 그건 네 생각이. Hujui upendo wa familia, ndio maana unafanya hivyo kama mpuuzi. Ndio maana na mimi nafikiri ni kuondolee hicho unachokipenda. Kama unapenda upendo wa familia, mimi sikuwahi kupata sana, nataka ni kuondolee upendo wa familia. Kama naomba. Haya ilikukuta ukiwa na miaka 8. Usifanye hivi kwetu tafadhali. 확실히 그 사건은 너한테 견디기 힘든 문제였을 거야. Anajaribu kuzungumza maneno ya kumshawishi. Kama stori zako zinanisumbua tu fahamu wangu akili. 시시한데. 김영철, Kimyanchuli, 나한테는 단지 najua wewe sio rahisi sana. Wewe ni muuaji maarufu wa muda mrefu. Na wewe ndio the Reaper. Na kuahidi nitakusoma zaidi unachokitaka. Sitakuwa na kiburi, please. 약한 척해. Kaona jifanye umekuwa dhaifu, pumbavu wewe. Watu kwa wameshika roho zao. 제발 김영철 Na kuomba Kimyanchuli, please. 생각해. Fikiria tena kuhusu hilo nalokuomba kuhusu familia yangu. 감이 오나? Naona umeanza kuingia sasa taratibu. 이제 알겠어. Naanza kuiona hofu yako ya kweli ikidhihirika. 본 적이 없잖아. Kama niko tayari kwa lolote, please. Inabidi aombe sasa. 그래서 Kwa sababu jamaa ameisha mtaiti hapo. Anaba sasa 보려고. mimi nataka nikuondolee hivyo vitu vinavyokupa raha, mke, mtoto. Nataka nikuondolee hivyo vitu vinavyokupa raha. Mara nimeona gari hilo. Namwona mke wako pale. 말 좋더라. Mwanamke mrembo sana. 향기. Lakini anacheka vizuri. 근데 이거 Lakini nashangaa mbona simuoni kijana wako? Amekuja peke yake bila mtoto. Kumbe mama alikuwa amemwacha mtoto kwenye gari akamtoa. Ana nimemuona na mtoto wako wawili. Ndio anazidi kumpa nyama kicha. 네 사모님. Ndio. Sasa seo, 밖에서 기다리고 있습니다. subiri kidogo, naenda kuzungumza nao. 아니요, 사모님. Sawa, naenda kuzungumza nao. 열어두세요. 제가 지금 들어갑니다. Akampigia simu, mama uache mlango wazi. Sasa anavyozungumza na mke wa jamaa anasikia. Uache mlango wazi, naingia. 미안해서 등하나. Ambaye nafikiri umesikia mke wako mwenyewe uko radhi kuniachia mlango wazi niingie. 네만 Mke wako mrembo sana, kia Mungu. 날 기다리고 있거든. Sasa mimi ujue mke wako ananisubiri ndani sasa hivi.
Shida ni kwamba maongezi yao yanazungumza, hawajui kwamba ni eneo gani, na ni mtaalamu pia wa kucheza na mambo. Wameshindwa kutambua ni wapi sasa anazungumza mke yuko, maana jamaa mara ya kwanza alishahamisha mke akampeleka mbali kwa ajili ya usalama. Kwa hiyo hawajui kwamba alipomshawishi mwanamke amemshawishi aende wapi na mtoto. Kwa hiyo ni ngumu kujua mke wa Kang yuko wapi. Kwa hiyo anaongea anavyotaka kusema, najua hawatajua wapi mke alipo na mtoto. Kwa ni sauti tunasikia. Wakapiga mahesabu kwa haraka, itakuwaje? Askari wa kituoni sasa. Hamsubiri kidogo. Kama Kimyonchole anamwambia mama aache mlango wazi. Mlango upe anaweza kuacha wazi. Inamaanisha lazima ni nyumba mama anayeijua. Haiwezi kuwa guest, haiwezi kuwa popote. Hii ina maana ya kwamba inawezekana the Reaper haya mambo aliyofanya ni nyumbani kwa Kang direct. Sasa umbali kutoka pale paka kwa Kang, wenyewe wako kwenye basi kubwa. Umbali kutoka pale alipo paka kwa Kang kuna kaumbali karefu. Hata Kang alipo kufika kwake pia kuna umbali. Ndio anamwambia sasa, jua mkeo yuko nyumbani, kamba nilishatambua. Je, atawahi? Maana Reaper yuko nje ya nyumba yake na yuko mbali na nyumbani. Je, atawahi kusaidia familia yake na ana simu kumpigia mkewe kumwambia wewe ni Nyamera? 그럼 난 괜찮아. Sasa baadaye ndo mama anapewa simu, ongea na mmewe. Uko salama? Anambia ndio. Mbona rafiki yako aliniambia umekufa? Alafu jamaa anacheza na mtoto. Akaambia sasa mke wangu ni utambue hilo. Reaper ni mjanja, mwenyewe anajua kabisa Kang kwa sasa yuko mbali. Paka afike ishafanya anachokitaka. 김영철이 지금. Akama Kimyonchole huyo hapo nimeona. Mpe simu. Oh, mama ndo anajua kumbe kamuingiza muuaji ndani. Hatua ya mwisho. 혜원아. Akamba Heona mke wangu. 힘들겠지만. Wako umeshajua hilo, usishtuke. Usionyeshe kushtuka, usishake. Yaani fanya kama kawaida. 겁먹지 마 혜원아. Wala usiogope. Ambia, vipi mama? Niambie. 듣지 마 혜원아. Usimsikilize. Atazungumza maneno ya kukutishia kwa kuwa wameshajua tumewasiliana, lakini leta simu hapa. Mtoto anashangaa. Oh, pole mtoto. Nimekosea. 오만한 자존심 때문에. Mama, mwambie mume wako utakufa kwa ajili ya kiburi chake. Mume wako ana kiburi sana. 저 사람 지금 뭐라 그러? Nani anafanya kama vile hataki yani? 들으면 안 돼. Usimsikilize. Mama anatetemeka, anambia usimsikilize. Mama anambia ndio nakuamini. Heona. Jamaa alijua tu hapa mke lazima afe. Hamna namna. 옆에 한별이 있지. Akamba mwanangu Hambuli yuko karibu na wewe. 내가 사건을 수사하는데 Nahitaji 꼭 필요. nimwambie kitu fulani cha muhimu anisaidie kuipeleleza kesi. Sasa bwana akatafuta mbinu wa kumsaidia mtoto wake, akiona bora basi kama ni mke acha mke afe, lakini mtoto awe salama. Sasa cheki kitu anafanya. Akaongea na mtoto. 안녕 한별아. Hambula. 오빠, Ndio baba. 아빠 친구가 나. Huyu rafiki yako ni mtu mbaya eh? Anamchezea tena. Haweli rafiki lako lina roho mbaya. Akamwambia Hambula, 잘 들어. nisikilize. 한별이는 지금부터 Kuna kesi nataka unisaidie. 사건을 해결하자. Utanisaidia? 아빠는 Babako kwa sasa anahitaji msaada wako. 아빠가 지금 무슨 말하는지 Nafikiri unaelewa ninachokizungumza. 아빠 걱정 마. Ndio baba, usiogope, nimeshaelewa. Mzee alishamfundishaga mwanae mbinu za kijeshi. Kamba sasa cha kufanya, 엄마 한 번만. mama yako naomba mkumbatie kwa ajili yangu kwanza, kabla hujaifanya kazi nile kutuma uifanye. Yaani anaongea topic fulani ya siri sana, kwamba hata kila iko pale anajua ni maongezi ya kawaida na kicheki ni mtoto, lakini jamaa hapo anaongea pointi kubwa ya kutaka kunusuru maisha mtoto. Sasa mtoto anamkumbatia mama, mzee akiwa anamaanisha kabisa kwamba kama hivi basi mtoto anamkumbatia mama kwa mara ya mwisho, na mama alielewa. Alimwambia, mwanangu, unajua jinsi gani ninavyokupenda. Akamkumbatia. Jinsi gani ninavyokupenda mwanangu, unatambua eh? Cheki jamaa wako anavyocheki pale. Akama sasa Hambula. TikTok. Kaelewa. 지금 Mama, nahitaji kwenda sasa. Kuna kesi na kwenda kuifanyia uchunguzi, baba amenituma.
Kasepa. Ule mmoja akazarao, anajua nyumba ndogo hii mtoto atajificha wapi nisimpate. Hata ana pressure na acha aende. Kumbe mzee anajua alichokifanya. Sasa cheki game la mtoto. Dictator Kang, naona unamfundisha mtoto shughuli, Sasa namba hani. Utakuja kwa ajili yangu mume wangu. Mimi naogopa sana. Akakamatwa sasa. Babako anapiga Rivers, anajaribu kupiga gari fimbo, angalia taa za barabarani kama atawahi, yuko mbali, ni ngumu. Anamwambia mke wangu nisamee. Mke anasema una sababu kuniomba msamaha. Pamoja na yote, kwa kipindi tulichoweza kuishi pamoja, hakika nimepata furaha zote. Mimi na wewe pamoja na mwanetu. Kumbuka mama pia ni mjamzito maskini. Oh, sijali. Bana maliza basi nikutoe roho. Mama anamwaga mmeo kwa mara ya mwisho. Nilitamani ningelikuona kwa mara ya mwisho kabla ya kufa kwangu. Lakini naomba kama Mbuli atakuwa salama basi usimwache peke yake. Niahidi utafanya hivyo. Niahidi utafanya hivyo mume wangu. Kama na kuahidi mke wangu. Yote tunayosema nitafanya kwa mwanetu. Ililia chuma. Ishara ya tosha dhahiri ya kwamba mke wake ashauawa. Hadi kituo cha polisi wamesikia zile habari kwenye ile gari lao la NCNI. Wamesikia mlipuko wa risasi, na maana tayari shemeji amekwisha kufa. Sasa kabaki mtoto. Sasa je, mtoto atauawa? Sijui. Baada ya muda kidogo sasa jamaa ndo anafika, ni baada kama lisali moja baadaye. Ndo anafika kwake, anakuta ukimya wa kutosha. Anakuta damu imetapakaa hapo ndani, alafu maiti hakuna, lakini inaonekana mtu amepigwa risasi alafu anaburutwa kupelekwa juu. Akafata mburuzo wa damu. Rafiki yangu jamaa na roho ngumu ese. Sai, ni mke ampendaye hivyo. Sasa nafuata ile mburuzo wa damu, dhihirisho dhahiri kwamba amekufa mwanamke. Akafata mburuzo wa damu. Anafika bafuni, basi anakuta ni kweli. Alichokuwa na hisi ndicho na ndivyo ilivyo. Mkeo amekufa, yuko pale bafuni. Alafu hajaona maiti ya mtoto bana, nyumba ni ndogo tu hii. Nyamera kila kama ule kama kumtafuta mtoto na ni mtu mwenye uwezo mkubwa. Sijani kama atashindwa. Piga risasi hapo kutania, kumbe jamaa alikuwa limejificha kiboya hapa. Akamuotea. Akajifanya amekufa. Mara kibo. Kanga kona wewe leo utanitambua. Hata kama una nguvu hapa, nguvu itakuja ghafla. Wewe wakakamatana. Chikishia sasa ngoma hiyo mzee. Leo atagojoa dagaa. Twende. Bwana. Kitu. Wamekamatana hapo. Kitu. Bwana. Mpe. Se. Yeye. Kamotea kichwa, jamaa kazidiwa. Anamba sasa nakuua na namtafuta mtoto wako alikojificha, maana nimemtafuta karibu lisasi lizima simuoni, afu na yeye namuua. Tena nataka nimuonyeshe mtoto wako wazazi wake wote wale wamekufa. Sawa? Yote ni makosa yako. Hajamaliza. Kamotea. Si. Alivogonga akapoteza nguvu, babako akamburuta kaa ng'ombe. Twende. Pua yako. Cho. Kamleta barazani kwenye kauwanja. Chakidude hilo. Bwana. Mpe. Asante. Bwana. Kumbuka watu waliotendea unyambisi. Kwamba huyu angelimuua na mtoto wangu. Twanga. Twanga. Akasikia Tim Kang usiue. Kumbuka sheria inavyosema, ukimuua na unakuwa umefanana naye, nyinyi wote mtakuwa ni wahalifu. Muache ili atumikie adhabu yake ya uhalifu. Acha sheria iamue.
alitamani amuue kwa uchungu mkubwa, kamulia mke eti. Alafu sasa paka sasa hivi hana hakika mtoto, lakini kwa maelezo anaonyesha mtoto yuko salama. Sasa mtoto alijificha, lisaa lizima jamaa anatafuta mtoto amuone. Nyumba hiyo hiyo. Bas, sasa jamaa ndo anakumbuka. Sasa anakwenda mahali mtoto wake alikojificha. Anakumbuka alishaimfundishaga mtoto wake mbinu za kijeshi. Sasa kama mtu anagonga gonga, hii ni kumbukumbu sasa. Kumbe mtoto alijichimbia mahali ambapo huwezi amini kama anaweza kujificha mtu. Ase, huko leo anambia baba, nilikuwa najitahidi kufanya investigation na peleleza kesi. Kwa mtoto alikuwa anafuata mbinu za babake. Namna kujificha mahali, kubana pumzi mtu yote asijue ulikombea se. Kwa kale kama mchezo alikuwa anafanyaga na mtoto wake mara kwa mara. Hakujua kwamba siku moja kale kama mchezo katamsaidia. Sasa nataka kuhakiki haka kama mchezo kamemsaidia. Ndio maana kama mwanangu ile kesi peleleza, kwa mtoto anajua akamwambia peleleza kesi, kuna mahali paka akienda kujificha umpati. Pako chini ardhi. Kicheki ni kama carpet tu, jamaa kufunua na kutoa koli chaliko kule amevunga tu. Lisali zima. Ana pressure na nini? Ajafa mtoto. Hiyo ndio ilisaidia. Lazima mke na mtoto tungekufa. Kumbe ni raha kufundisha watoto mbinu sometime. Halo. Aka mwanangu umefanya vizuri. Umefanya vizuri bwana Kang. Umepeleza kesi fresh. Maana leo baba angelimpoteza na mtoto. Ile jamaa alina iana. Wanakuja askari wengine wanamkuta pale jamaa mtoto yuko salama, mke amekufa na mimba yake hivyo hivyo. Maskini ya Mungu. Mambo liko salama. Sasa baba anakwenda. Yaani kama vile amekufa ganzi. Kwenda kutazama mke wake bafuni. Hana hamu. Alilia. Sijui alie kilio gani, kwa sababu ana maumivu makali sana. Mke ameuawa kwa ajili ya kazi yake. Damu nyingi zimemtoka. Basi muda si mrefu askari wengine walifika, waandishi wa habari, na ile jamaa likamatwa linapelekwa magereza. Huyu ndo yeye hasa Ripper mwenyewe amekamatwa. 만약 악마가 존재하지 않는다고 하면 그건 인간이 악마를 대신하기 때문이다. Wanasema ni kweli shetani inawezekana hawezi kufa kabisa, lakini shetani anaweza kutengeneza picha ya kwake mwenyewe na ikadumu. Baada hapo alikuwa kufanya mazishi na alizikwa kwa heshima zote. Mke wa askari usafi kabisa bwana Kang. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi hata hivyo, baada ya pale walimpatia mtoto nafasi ya kutosha, si yakumbuka iliweza kutokea. Na leo mtaalamu anamuita Kim Yanjan wakiwa katika mapumziko ya kawaida, maana kesi nzito ya Ripper iliwasumbua na kuchukua muda wao mwingi sana. Leo alikuja tena naye kumtembelea mama wa rafiki yake yule. Ni muda sana hajaikuja.
Mama yuko hapa anatengeneza maua. Maisha yanaendelea. Lakini pia binti anamuita Sonwo alijua ni namna gani ambavyo kuna mambo fulani naye Sonwo alikuwa akifuatilia binafsi yake. Kama unavyoona. Kwa siri hatujui, tutafahamu mbele zaidi. Sababu picha inasonga mbele. Bwana Kang kila mara anapokuta zile tiles zimetengenezwa, anakumbuka namna ambavyo mke wake alikuwa akimfanyia maandalizi. Kila anachokigusa anakumbuka yale ambayo alikuwa akifanya na mkewe. Kwa hiyo inakuwa ni sehemu kama kovu, yani lisilofutika. Sasa leo anajikuta anavaa tai mwenyewe, wakati zamani mama alikuwa akiseti peke yake. Cheki picha pale, anatabasamu. 다녀올게. Anasema mna shida, tarudi. Anaaga picha maskini. Sasa tarudi nini? From nowhere sasa hata hawezi kishi tena na mtoto. I say. Basi hata hivyo siku the birthday ilipofika, siku birthday mtoto walimfanyia birthday kwa pamoja Hangbuli. Mambo safi. Anakuta sasa askari wenzake wanampa company kubwa sana kwa mtoto. Kwa mtoto ana yani wanambana kwamba wakati mwingine hapati muda wa kufikiri kuhusu mama. Michezo mbalimbali, zile sikukuu zake za kuzaliwa na vitu vingine mbalimbali wanavifanya pamoja na mtoto. Leo taarifa zile ya habari jioni wanasema baada ya siku 15 kupita toka kamatwa kwa mtu alikuwa anaitwa The Ripper, inasadikika mtu yule ametoroka magereza ghafla na haijulikani alikokimbilia. The Ripper amesepa. Siku 15 tu kakaa jela, baadaye akatoroka. Katorokea